anakuja upesi, Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo Mungu wa mbinguni ametujalia neema kuwa hai na kuhudhuria katika ibada ya siku hii ya leo. Mungu awe pamoja nasi tunapoingia katika ibada ya siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Elia Msukuma. Somo la leo lina kichwa kinachosema watu wa Ninawi watashangaa. Tuombe. Mungu wa mbinguni, ninakusihi na kukuomba tafasiri somo la leo. Tafasiri neno la leo. Roho wako mwema atafasiri somo hili likaeleweke kwa wasikilizaji, likawavute karibu na msalaba wa Kalvari, na zaidi sana likawe fundisho kubwa katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kichwa cha somo kinasema watu wa Ninawi watashangaa. Katika Biblia kuna kisa cha pekee sana, na hiki kisa ni cha watu wa Ninawi. Kisa kinazungumza juu ya mji wa Ninawi, mji ambao sifa zake zilikuwa ni za kutisha. Yaani mji ambao sifa zake na uovu wake ulivyokuwa mwingi, Mungu aliamua kuchoma mji wa Ninawi. Lakini kabla hajatekeleza kusudi lake la kuchoma mji wa Ninawi, Mungu wa mbinguni alitoa muda wa rehema kwa watu wa Ninawi. Na alipotoa ule muda wa rehema, akamtuma nabii Yona ili aende katika mji wa Ninawi, mji ambao maovu yake yalifika hata mbinguni. Yaani mji ambao kiuhalisia ulikuwa ni mji mwovu. Yaani ni mji ambao maovu yake Biblia inaeleza yalifika kiasi ambacho Mungu alikuwa ameamua kuteketeza mji wa Ninawi. Biblia katika kitabu cha Yona inasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Uovu wa Ninawi ulipozidi, uovu wa Ninawi ulipokuwa umekisiri, uovu wa mji wa Ninawi ulipokuwa umepanda juu mbele za Mungu, yani watu wa Ninawi walikuwa wamezilika zaidi ya kwamba walikuwa ni waovu, Mungu akaazimia kuteketeza. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa neema, yani ni Mungu ambaye huwa anatoa muda wa rehema. Na muda huu wa rehema akamtuma Yona, akamwambia, nenda katika mji wa Ninawi, ukawaambie, ukapige kelele juu yake, uwapelekee habari zangu ya kwamba uovu wao umezidi mbele za Mungu. Mji wa Ninawi ulikuwa ni muovu. Sifa za mji wa Ninawi zinamfanya nabii Yona akimbilie katika mji wa Tarshishi. Mji wa Ninawi ulikuwa ni mji ambao nabii Nahumu anaueleza vizuri. Ni mji ambao ulijaa mauaji, ni mji ambao ulijaa mambo ya uongo, ni mji ambao ulijaa mambo ya mateka,
ni mji ambao ukahaba na uzinzi zilikuwa ni shughuli za kila siku katika mji wa Ninawi. Na uovu ule ulipozidi, Mungu ndipo anamtuma Yona. Biblia inasema hivi: ole wake mji wa damu. Mji wa Ninawi ulikuwa ni mji wa damu. Maana yake ni kwamba maovu katika mji wa Ninawi yalikuwa yamezidi. Umejaa mambo ya uongo na unyang'anyi. Yaani katika mji wa Ninawi ni mji ambao ulijaa mauaji, mji ambao ulijaa mambo ya unyang'anyi, mji ambao ulijaa mambo ya nini? Mambo ya uongo, na mateka yalikuwa hayaishi katika mji wa Ninawi. Biblia inaenda sema kwamba kelele za mjeledi na kelele za magurudumu yafanyayo kishindo na farasi wenye kupalapala na magari ya vita yenye kurukaruka, mpanda farasi akipanda na upanga ukimetuka na mkuki ukimetameta, na wingi wa waliouawa na chungu kubwa la mizoga haina mwisho. Yaani Biblia inaripoti ya kwamba mji wa Ninawi ulikuwa ni mji ambao maovu yalikuwa ni mengi, mauaji yalikuwa hayaelezeki. Biblia inatumia lugha ya kwamba waliouawa na uchungu kubwa ya mizoga ilikuwa haina mwisho. Halafu ule ndio mji ambao Nabii Yona anatumwa kwenda kupeleka habari za Mungu. Sikiliza, Biblia inasema ya kwamba inataja sifa za mji wa Ninawi. Pamoja na kwamba ulikuwa ni mji ambao mizoga haishi, mji ambao mauaji yalikuwepo yanafanyika. Pia mwandishi wa kitabu cha Nahumu, nabii Nahumu anasema kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri, yule bibi wa mambo ya uchawi auzae mataifa kwa ukahaba wake na jamaa za watu kwa uchawi. Kwa hiyo utaangalia, utaona ya kwamba mji wa Ninawi ulikuwa na sifa ambazo zilikuwa sio za kawaida. Yaani sifa ambazo kwa kawaida mwanadamu ukizisikia lazima utaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mji huo uovu wake ulipokisiri, Mungu anamtuma Yona kwenye huu mji ambao maovu yake yamekisiri, mambo ya uongo yamo ndani yake, mambo ya uchawi yamo ndani yake, mambo ya ukahaba, yani shughuli ya uzinzi, ukahaba ilikuwa ni ya kawaida, mauaji, mizoga haina mwisho katika mji wapi? Wa Ninawi. Yani yote yako ndani yake, ndani ya mji wa Ninawi. Halafu ndio mji ambao Nabii Yona anatumwa aende akapeleke habari za Mungu. Kiuhalisia ilikuwa ni ngumu, haikuwa kawaida, na ndio maana Yona anakimbia, anaenda Tarshishi ili ajiepushe na uso wa Bwana, maana zile sifa hazikuwa za kawaida. Yona anapokuwa katika merikebu, Biblia inaripoti ya kwamba merikebu, upepo ulivuma, na ulipovuma ikafikia wakati ambapo wale walikapiga kula, na Yona akaonekana mwenye hatia, na wale watu wakamtupa Yona baharini. Mungu akaandaa samaki ambaye akaenda kummeza Yona, na Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki anaomba juu ya Mungu, na Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema, Mungu anamsamehe Yona. Katika Yona 3, Yona anatumwa mara ya pili kwenda katika mji wa Ninawi. Biblia inasema neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, mji ule ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa, ukubwa mwendo wa siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mji wa Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa kiasi kana kwamba ulikuwa mtu anaenda ndani ya siku 3.
Sasa Yona anatumwa kupeleka habari za Mungu huyu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, ili kuambia mji wa Ninawi juu ya hukumu na maovu waliokuwa nayo watu wa Ninawi. Biblia inasema Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo lilikuwa hubiri fupi la Yona. Yaani achana na kizazi hiki ya kwamba ujumbe umehubiriwa, manabii wa Mungu amejifunua kupitia waandishi, Mungu amejifunua kupitia watumishi, akionya juu ya mwenendo wa ulimwengu, akionya juu ya watu walioko ndani ya kanisa, akionya juu ya watu ulimwengu wote, juu ya maovu wanayofanya, juu ya maovu yanayofanyika. Achana na hiyo, Mungu ameeleza sana, lakini katika mji wa Ninawi yeye Yona anahubiri fupi tu, anasema ya kwamba baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Watu wa Ninawi wanaposikia hubiri hilo fupi, wanaitii sauti ya Mungu na wanatangaza kufunga, tangu yeye aliye mdogo hata yeye aliye mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, wewe umehubiriwa mara ngapi? Kuna watu ambao wamehubiriwa toka wakiwa tumboni, wakakuwa wakihubiriwa. Kuna watu ambao wamekaa ndani ya kanisa miaka 20, ndani ya kanisa miaka 50, wamezaliwa ndani ya kanisa, wamehubiriwa, lakini wamebaki pale pale, pamoja na kwamba Mungu amejifunua vya kutosha, pamoja na kwamba Mungu ametoa maelekezo, pamoja na kwamba Mungu amejifunua kupitia watungaji, pamoja na kwamba Mungu amejifunua kupitia vitabu mbalimbali akieleza juu ya uovu na mwenendo wa ulimwengu, ila bado kuna watu hata walioko ndani ya kanisa bado wana mienendo isiyofaa mbele za Mungu. Yaani kama wewe umehubiriwa miaka 20 haujabadilika, lakini hawa watu wanahubiriwa ndani ya siku moja, ni lazima hawa watu katika siku ya mwisho watatushangaa, kizazi cha karne ya 24 ya 21, maana wao walihubiriwa katika hubiri la siku moja, hubiri ambalo ni fupi, wakabadilika, wakatangaza kufunga. Na habari inapomfikiria mfalme anashuka katika kiti, na yeye kwa amri yake na wale mawaziri anatangaza kufunga, anaketi katika majivu, wote wanyama wote na wanadamu wote wakaenda wakamlilia Mungu, hubiri la siku moja. Lakini sisi katika karne ya 21 tumehubiriwa mahubiri mengi sana, lakini tumebaki pale pale. Kuna watu ambao wamehubiriwa habari ya uzinzi ndani kwa miaka mingi, lakini wamebaki pale pale. Kuna watu ambao wamehubiriwa habari ya ulevi, kuacha ulevi, lakini wamebaki pale pale. Kuna watu wamehubiriwa juu ya uzinzi na uasherati, juu ya kunywa pombe, juu ya uaji, dhambi ya uaji, lakini wamebaki pale pale, tofauti na watu wa Ninawi ambao wao walihubiriwa ndani ya siku moja na wao wakatubu. Enyi watu katika ulimwengu, mataifa yote, Mungu anatuita tubadilike, turudi katika njia yake na tuyafanye mapenzi yake. Hao watu wa Ninawi wanabadilika, na wao katika kuomba kwao mfalme akasema kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Lakini kuna watu ambao tumehubiriwa miaka mingi na tumebaki pale pale na tumeishi katika maisha yale yale na wala hakuna mabadiliko tena.
hakika nakwambia watu wa Ninawi watatushangaa katika siku ile ambapo kizazi hiki kitahukumiwa, ambapo kizazi hiki kilichohubiriwa mahubiri mengi, kizazi ambacho kimehubiriwa mahubiri kutoka katika mitandao ya kijamii, kizazi ambacho kimehudhuria ibada nyingi, kizazi ambacho kimefunuliwa mafunuo mengi na kimekataa kutii. Siku ile watu wa Ninawi watashangaa, kwa maana wao ndani ya siku moja walihubiriwa wakatii, lakini sisi katika kizazi cha karne ya 21 tumehubiriwa mahubiri mengi, tumebaki pale pale. Katika fungu la 8 Biblia inasema bali na wafunikwe nguo za magunia mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, nao wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Hilo ndilo lilikuwa tamko la mfalme wa mji wa Ninawi. Na hili tamko linapokuja kwa watu wanalitekeleza, na Mungu anapoyaona matendo ya watu wa Ninawi, Biblia inasema ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mji ambao mauaji yalikuwa ni shughuli ya kila siku, mji ambao uzinzi ulikuwa ni shughuli ya kawaida, ukahaba, mji ambao mambo ya uchawi na unyang'anyi ulikuwa ni masuala ya kila siku, ni kawaida, mji ambao uovu ulifika mbele za Mungu. Hawa watu wanahubiriwa ndani ya siku moja, wanabadilika na Mungu anagairi kuangamiza mji wa Ninawi. Si zaidi sana sisi ambao tumehubiriwa kwa muda mrefu, si zaidi sana ambao sisi tunaipata injili kila mahali, tunaipata injili katika mitandao ya kijamii, tunaipata injili katika ibada mbalimbali, tunaipata injili huenda tangu tukiwa watoto. Sisi inatupasa kubadilika, maana tumehubiriwa kwa muda mrefu. Watakatifu wa Bwana, katika karne hii Mungu anatuita tubadilike. Haijalishi wewe umechukua vyeo umetumikaje kwa Mungu, haijalishi wewe ni mhubiri, haijalishi wewe umekuwa mzee wa kanisa kwa muda mrefu kiasi gani, haijalishi umekuwa mwimbaji wa kwaya kwa muda mrefu kiasi gani, haijalishi wewe umekuwa shemashi kwa muda mrefu kiasi gani, haijalishi wewe unajua maandiko kiasi gani, haijalishi wewe una magombo mengi ya Mama L.G. White, haijalishi wewe unayajua vipi mafungu katika Biblia. Ujumbe wa Mungu katika siku hii ya leo ni kwamba ulimwengu wote tubadilike na tumrudie Mungu, maana yeye ndiye aliyemuumba wa mbingu na nchi, naye Mungu atatukomboa na atatuokoa katika siku ya mwisho. Katika kitabu cha Mathayo 12 na lile fungu la 21, Mathayo 12 na lile fungu la 41, Biblia inasema watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kwa kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki cha karne ya 21, kizazi ambacho kimehubiriwa, kizazi ambacho Mungu amejifunua kwa njia tofauti tofauti, kizazi ambacho Mungu ametoa maelekezo mengi, lakini kimeshindwa kubadilika na kumfuata Yesu, ambacho kimeshindwa kubadilika na kuacha matendo mabaya. Watu hao watasimama na kile kizazi, na wale watu wa Ninawi watakaposimama, kizazi cha karne ya 21 kitahukumiwa kwa kuwa
kimekosa, kwa sababu wao watu wa Ninawi walihubiriwa ndani ya siku moja na wao waliweza kubadilika. Mpendwa unanisikiliza, Yesu amesema na wewe mara ngapi? Sauti ya Mungu imezungumza na wewe mara ngapi juu ya mwenendo ulionao? Mungu amesema na vijana, Mungu amesema na wazee, amesema na watoto juu ya menendo mibaya, juu ya uovu unaendelea katika ulimwengu. Watu wamgeukie Mungu, lakini watu hatuko tayari kusikiliza ujumbe wa Mungu. Acheni niwaambie kwamba ujumbe wa Mungu ni watu wote tubadilike, turudi katika msingi wa Mungu. Wito wa Mungu katika ibada ya siku hii ya leo, pamoja na kwamba umehubiriwa miaka mingi, unaendelea katika maisha ya uovu, Mungu ujumbe wake katika siku hii ya leo ni kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huu ni wito wa Yesu Kristo ambao unajirudia katika karne ya 21. Ujumbe ulisomwa katika mji wa Ninawi. Watu wa Ninawi walimtii Mungu na Mungu hakuiangamiza mji wa Ninawi. Mungu au wito unajirudia pia kwa karne ya 21. Wito wa Yesu anawaita watu, yoyote yule ambaye anajihisi ya kwamba na mzigo, Mungu anamuita, maana yeye ndiye anayebeba mizigo ya wanadamu. Yeye anasema njooni kwangu njooni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haijalishi uko ndani ya kanisa kwa muda gani, haijalishi bado uko nje ya kanisa, lakini ujumbe wa Mungu katika siku ya leo kwamba wanadamu wote wamgeukie Mungu, wanadamu wote turudi kwa Mungu. Yeye anasema ya kwamba hajali kuhusu maisha tuliyoishi, hajali mwenendo wa tabia tulizo nazo. Yeye anasema ya kwamba dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji, zitakuwa nyeupe kama theluji, na atazifuta wala hatazikumbuka tena. Hoyo ni watakatifu wa Bwana, tumgeukie Mungu, tumpe Yesu maisha yetu, yeye abadilishe maisha yetu. Yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yetu, na yeye ameahidi ya kwamba watu wenye tabia kama ya watu wa Ninawi atakuja kuwachukua mara ya pili anapokuja ulimwenguni. Maana ahadi yake inasema ya kwamba msifadhaike moyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Ufunuo akaongeza kusema ya kwamba tazama yuaje na mawingu, na kila jicho litamwona, na kabila zote za dunia zitaomboleza kwa ajili yake. Na Paulo anasema ya kwamba kufumba na kufumbua tutamwona mwana wa Adamu akija katika mawingu kuweza kuwachukua wale wote ambao walibadilika kutoka katika maisha ya dhambi, wale ambao walitoka katika maisha ya uovu, wale ambao waliamua kubadilika kama watu wa Ninawi na wakampa Yesu maisha yao, na Yesu akabadilisha maisha yao. Nikutie moyo ambayo umeishi katika maisha ya dhambi. Haijalishi umeishi katika maisha ya uzinzi, haijalishi umeishi katika maisha ya uraibu wa madawa ya kulevya, haijalishi umeishi katika maisha ya ukahaba, haijalishi umeishi katika maisha ya unywaji wa pombe, haijalishi. Yesu ujumbe wake ni kwamba uje umpe maisha yake, umpe maisha yako wewe, yeye atayabadilisha. Umpe maisha yako, yeye atakubadilisha, atakufanya kuwa kiumbe kipya. Na yeye anasema ya kwamba baada ya hayo Yesu atatuchukua tuende mbinguni. Katika siku hii ya leo, ni wangapi ambao wanaamua kubadilika kumrejea Mungu katika maisha yao? Watu ambao wanaamua kumpa Yesu maisha yao, wale ambao wanasema ya kwamba Yesu, katika siku hii ya leo nayatoa maisha yangu kwa ajili ya ubatizo,
nayatoa maisha yangu kukupokea kuwa mwokozi wa maisha yangu. Hao watu wanyanyuke pamoja nao, wanyanyuke ili tuje tuombe pamoja nao. Yesu Kristo anawaita. Nafasi ya wokovu ni sasa hivi. Njoo, Yesu bado anaita. Yeye sauti yake, yeye bado anasema njooni kwangu ninyi mliolemewa na mizigo ya dhambi, atawapumzisha. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Yesu anawapenda, na pamoja na hayo nyinyi bado ni wa thamani mbele za Mungu. Endeleeni kumtumainia Mungu. Wale ambao tuko ndani ya kanisa, tubadilishe mienendo, tuwe tofauti na watu wa ulimwengu. Na watu wa ulimwengu Yesu anawaita, mpatie maisha yake, awe mwokozi wa maisha yenu. Tunapoenda kuomba, kila mtu afumbe macho, tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, ninaomba hao waliojitoa ukawabariki katika maisha yao. Naomba wape mianzo mipya ya maisha, sehemu ambapo tulikuwa wagumu kusikia sauti yako. Mungu wa mbinguni, tusaidie tukaisikia sauti yako siku hii ya leo. Mungu wa mbinguni, nenda ukamponye mama fulani ambaye anahangaika na magonjwa. Nenda Mungu wa mbinguni ukabadilishe maisha ya mtu fulani, na zaidi sana sote tuandae kwa ajili ya uzima wa milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.